Wanaita nini? Wanasema wanaita kifungo nywi. Wao wenyewe walikuwa wamekaa kimya. Walikuwa wanajua kabisa mwamba anakwenda kutusaka kwenye chumba tulichokwenda kama ni guest ama la. Lakini mwisho wa siku sasa leo hii tumetolewa kwenye magoli yale maisha kumbolela Butoyo kwa ndio wale pale wanafurahi. Lakini wao wenyewe walikuwa wanaomba tutolewe. Kwa hiyo hawa watoto Amudi hawa tutakutana nao kwenye ligi kuu. Ni mkimbie kwa lipi kaka? Hii goma linaitwa no street not surrender kaka. Goma kwanza lilikuwa la watu wazima hili kaka. Ukiangalia mechi ya mchana ilikuwa ya watoto. Usiku huu kuanzia saa 10 mpaka saa 12 ilikuwa mechi ya kiume. Tumekutana kati ya rais na makamu wa rais. Ninavyosema hivyo namaanisha kwamba JKT Tanzania ni bingwa ligi kuu pamoja na ngao ya jamii. Msimu uliopita ndo bingwa ligi kuu pamoja na ngao ya jamii. Kama unakumbukumbu alinifungaga kwa goli la nanile la njia kawaida. Lakini msimu huu kaenda kukutana na vyuma. Kama angekuwa yuko vizuri angenifunga basi kwa njia kawaida. Mbona ameenda kunifunga kwenye maisha makombolela Butoyo kwa enzio? Hapo nilikuwa pungufu. Unajua bwana Ngwale, kwenye mpira miguu mchezaji mmoja akitolewa ni advantage kubwa sana kwa mpinzani. Kwa sababu yeye alikuwa kaenea, mimi niko pungufu. Sasa kama angekuwa yuko vizuri sangeweza kushinda kwa njia kawaida. Angalia ule moto nilompelekea jamani. Kwa sababu wanaposema kwamba tumemkimbia. Angalia kwanza Yanga Princess wamecheza wakiwa wangapi? JKT Tanzania wamecheza wakiwa wangapi? Mimi niko pungufu kwa sababu hata kadi nyekundu wenyewe. Mimi nipo kwenye majukwaa na shangaa kadi nyekundu sijaelewa imetokana na nini. Kwao tumenyongwa, lakini bila kunyongwa tungekuwa tumeenea. JKT Tanzania mwenyewe shule alikuwa anaiona kaka. Kazi kule meneja. Meneja, alafu unajua nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari, mimi sijaelewa mpaka sasa hivi feeling zangu za head. Feeling, yani mpaka sasa hivi zinashindwa kutafakari, sijaelewa mpaka sasa hivi ujue. Naombeni mniulizie vizuri watoto wa Modi. Kwa sababu si ndio ule kwa wewe unamzungumzia ule mzao wa mapiko yule. Sema mzao mapiko. Maana unajua kuna tatu na piko, yule kapaka piko. Sijui nielewana, unajua kuna tatu, maana nyewe mnamuita mzao matatu, lakini yule mzao mapiko, yule kapaka piko. Yaani piko zile, angalia kina nani wale watoto wa Kizalamu wanapotoka mwali ndio wanapakaga piko. Kwa hiyo wewe muangalie vizuri yule kapaka piko. Sasa ukimwangalia yule wakati yupo kwenye timu ile ya Gaborone, si ndio hiyo? Sasa wakati anatolewa kule walipocheza mchezo wa mwisho kwenye kombe la shirikisho, Liga ya Mabingwa, ndio hivyo wakaposti kwenye ukurasa wao watoto akina nani watoto wa Mudi hawa wakaposti kwenye ukurasa wao wanataka awe kocha baada ya kukimbia yule nani kocha wao Fadlu. Wakasema atakuwa kuja kuchukua mikoba ya Fadlu, atakuwa kocha mkuu. Lakini cha ajabu sasa ikatokea sitofahamu, baada alivyokuja sasa tunashangaa na mtangaza kuwa wanasema meneja wa timu, mpaka ame msemaji wao akashangaa akasema jamani, tulitangazwa kwamba huyu atakuwa kocha mkuu, lakini leo yeye anakuwa meneja wa timu. Sasa mpaka sasa hivi watoto wale wamepigwa na kitu cha bubaa. Yaani wao wenyewe wamepigwa na kitu kizito, waelewi. Wewe mtu kutoka kocha mkuu mpaka kwa anakuwa meneja wa timu. Sasa tuelewi. Huyo amemleta kwa kocha mkuu. Sasa okay, tuseme tuachane na watoto wa Modi. Sasa huyo anaomzaa mapiko kwamba atakuwa meneja mkuu, alafu ile timu ndo ataendelea kuwa kocha mkuu ndo Matola. Ndio hivyo kaka. Alogeuzwa kama kopo la choona anatafuta wakati wa shida. Sasa twende kwenye ligi kuu mwezi wa 12. Nimekwambia meneja. Sasa hivi kati ya meneja na ukocha naingilia na bibi. Haya watuambie sasa hivi. Kocha mkuu ni nani? Hapo ndo unapojiuliza mimi. Kwa kocha mkuu ni Matola, si ndio hivyo? Kwa habari ya kocha tena shamgeuza shakuwa meneja. Baba, mzandani mimi nakupa. Baada ya kutangazwa ule kuwa kocha mkuu, Matola kaka kagoma kuachia ule kuwa kaimu kocha. Ameombea watoto wa Modi, haiwezekani kila misimu mnanigeuza mimi kama kopora chooni. Yaani natafuta wakati wa shida. Kocha kiondoka timu na kaimu. Kagoma. Baada ya kugoma na yule tayari wale alishamwaga wino, ikabidi mbadilishie majukumu. Wakasema nani meneja wa timu. Sasa okay, so wanasema wao, maana sasa hivi kuna taarifa wanasema si Yanga icheze vizuri ile ya Fozi ile. Sasa hivi timu haicheze vizuri, lakini hiyo timu bado inashinda. Ukienda hata kwenye takwimu bwana Ngwale, Yanga tuko vizuri. Mechi ya kwanza tumeshinda 3-0 kule. Mechi ya pili tumemgudua mtu kwa goli 2. Kwa mgudu na goli 5 hizo. Tumekuja kwenye ligi kuu Tanzania bara. Tumempiga Pamba 3, tumeenda kutoa sare na Mbeya City kule. Mwisho wa siku wanasema Yanga icheze. Sasa kama icheze vizuri, huyo anacheza vizuri sasa. Mbona mechi ya kwanza kule kigoli kimoja cha papatu. Ukija kwenye mechi ya pili hapa penalty mchongo. Ukija kwenye ligi kuu papatu. Wameenda kukutana na Washinane yule na Mungu ile shamba la bwana Elimkuza bwana Pipa na mfundiko yule nani yule na Mungu ile. Sasa ukiangalia mimi na yeye ndo anacheza pila gindi, kwa sababu ukizungumzia kule, kwa sababu anasema kwamba kwa nini katoa sare. Wanitafutie kocha gani ashawahi kuja Tanzania akashinda dhidi ya Mbeya City pale kwenye uwanja Sokoni? Nani? Wanitajie kocha gani kwanza? Fozi bado yupo na ataendelea kuwepo. Wanaosema Fozi anaondoka
tuambie Fozi tunaye na bado tunatamba naye. Goli moja tu ameshindwa kulikomboa pale. Alafu anatokea mlevi mmoja anakuambia tu mpira wa Foza tuelewi. Kwenye mechi ile ya nani na mpira bana. Kwani kati ya wao na sisi anayecheza pila gimbi nani? Kwa sababu tunakwenda kwenye mechi ya kimataifa, nimekutolea mfano hapa. Mechi ya kwanza tumeshinda 3 ugenini. Mechi ya pili tumeshinda 2 kwa Mkapa. Tunakuja kwenye ligi kuu zidi ya Pamba, tumeshinda 3. Tumeenda kule tumetoa sare. Tuende kwa mtoto Amudi kwenye mechi aliocheza nani kule wapi nani kule kwa Makilikili kule. Goli la kuvizia kwenye mechi ya nimekwambia sasa. Alafu mimi waandishi wa habari mnashindwa kutafakari. Kwani yule ni meneja ama ni kocha? Mbona tuelewi? Na wakati kwenye peji yao wakati wanamaliza kwenye mchezo wa mwisho alisema atakuwa kocha mkuu ya mitoto ile, lakini mwisho wa siku siji katokea sitofahamu siji kina Matola pale imetokea umegoma kwamba tutoke kwenye hii timu kwa sababu kina Matola wale wanageuzwaga kama kopo la chooni, wanatafuta wakati wa shida tu. Kwa hiyo mimi nahisi yule kocha kati anakuja anataka si yule mwenye matatu tena sio matatu piko zile. Huyu yule kocha yule wa Gaboroni ndio itakuwa wewe kocha anamtafuta nani kwanza? Yule sasa yule mimi sijaelewa. Kwanza mlijaribu kuwauliza mara mbili. Yule ni kocha ama ni meneja? Maana mpaka sasa meneja mkuu wakati anatoka kwao itakuwa awe nani? Maana hapa lazima tuwekane sawa, kwa sababu nikiangalia hata huyo msemaji wao ame alisema mimi nashangaa kwa nini huyu itakuwa awe kocha mkuu, lakini tunashangaa amebadilishiwa kitengo mzee wa sio matatu yale kwanza. Yale zinaitwa piko. Huyu mzee wa mapiko. Huyu ni kocha mkuu, itakuwa awe kocha mkuu. Mbona mwisho siku kabadilishwa kitengo chake, amekuwa meneja wa timu. Nani anamtaka? Si nataka watu wakupaka piko kaka. We nitafutia duniani kote kama kuna kocha anapaka piko kaka. Kwa hiyo yule sisi mpaka sasa hivi sasa tuseme hivi, wao wabakia na kocha yule nani yule? Wabakia na kocha yule nani Matola yule. Alafu sisi tunabakia na Fozi. Alafu tukutane kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwani mwezi wa 12 mbali? Kwani sisi tunaongea nao sana wale? Kwani mwezi wa 12 mbali? Sikesho kutwa tu hapa. Tukutane kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ndio tutakwenda kuwaonyesha kazi. Sisi tuyumbishwi kaka. Watu na mzao matatu yule. Tukutane ligi kuu Tanzania bara kama sijaenda kumkaanga mimi. Kwa sisi kama mashabiki na wanachama wa Yanga bado tuna imani na kocha wetu Fozi. Sisi tuelewana sije. Bado tuna imani na kocha wetu Fozi. Huyo anayembeza Fozi. Huyo kama ni mamluki. Sisi mashabiki na wanachama wa Yanga bado tunamwamini kocha wetu. Sisi tuko vizuri na tutasimama na timu yetu itafika mbali. Kwa sababu unavombeza Fozi. Mbona kuna timu inacheza mpira gimbi kule hawaisemi. Mpira mbovu kwa kweli. Wanacheza mpira mbovu lakini kule wanashindwa kuisema. Kwa ambao muamini kocha Fozi, hao wanaweza kusema hao sio mashabiki wa Yanga. Kwa hiyo tumemaliza mechi yetu hii ambayo tumekuja kuwaunga mkono dada zetu. Okay, tumetolewa. Tunasema kwamba tunakwenda kwenye ligi kuu. Kwa jinsi mimi nilivyoiona timu yetu iko vizuri msimu huu, tunakwenda kutangaza ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake. Yaani kama ndio bali mtakuwa mashahidi. Kwani ligi kuu ya wanawake sinaanza kesho kutwa. Mtoto Amudi upande wa wanawake tutakutana naye kwenye mzunguko wa kwenye ligi kuu itakapokwenda kwanza mzunguko wa 10 na mzunguko wa pili. Kwa sababu niangalia hata alivyocheza na Mashujaa. Ni timu ambayo unaona inajipapatua. Angalia pila niloliangusha mimi. Bado hapo tumetolewa kwa kadi nyekundu. Kutolewa mchezaji mmoja kwenye kadi nyekundu, mchezaji mmoja ni emergency kubwa kweli. Wewe unaambia wachezaji 10 kwa 11. Kwa hiyo wachezaji wetu wamepambana kwa hali ya juu, lakini mwisho wa siku tumefika kwenye magoli ya penalti anaga mwenyewe. Kwa hiyo niwaambie dada zangu kwamba tunakwenda kwenye ligi kuu upande wa wanawake, tunahakikisha msimu huu tunakwenda kunyanyua ndoo. Kwanza ilikuwa mechi ya tafu. Tumekutana na bingwa wa ligi kuu, bingwa wa ngao ya jamii, amekwenda kukutana na bingwa wa mshindi wa pili kwenye ngao ya jamii. Kwa hiyo sisi kama mashabiki na wanachama wa Yanga tumelizia kabisa. Bwana haina noma.